Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya ujumbe wa leo. Na ujumbe wetu unasema, ulichokianzisha utakimaliza kwa nguvu ya Mungu. Kitabu cha Zakaria mlango wa 4 na mstari ule wa 9. Mikono yake Zerubabeli imeweka misingi ya nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayomaliza. Nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Mpendwa rafiki yangu, asubuhi ya leo kuna jambo ambalo umelianzisha kwenye maisha yako. Ayamkini umeanza ujenzi, ama kuna jambo fulani umeplani kwenye maisha yako kufanya. Naomba ufahamu ya kwamba yuko adui asiyetaka kuona wewe ukiinuka, asiyetaka kuona wewe ukifanikiwa. Kuna midomo ya maadui wakati mwingine kuinuka kutamka mabaya juu ya kile ulichokianzisha, hata wengine kuthubutu kukuambia hautaweza, hautamaliza. Lakini asubuhi ya leo nikwambie, Mungu atakupa neema ya kumaliza ulichokianzisha. Kama ni nyumba umeweka msingi, Mungu atakupa neema ya kumaliza. Kama ni biashara umeanza, Mungu atakupa neema ya kuendelea. Hautafia katikati. Maandiko yanasema mikono yake ya Zerubabeli ndio imeweka misingi ya nyumba, na mikono yake ndio itakayemaliza. Nami niseme asubuhi ya leo, wewe ndio utakayemaliza kile ambacho umekianzisha kwenye maisha yako. Haijalishi kuna watu wanaandika maneno magumu juu ya kile ulichokianzisha. Haijalishi kuna watu wanaotamka laana juu yako. Haijalishi kuna sauti unayesikia kwamba hutamaliza hiki kitu, utakufa. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, maandiko yanasema Daudi aliposikia zile sauti akasema, sitakufa bali nitaishi nipate kuyasimulia matendo ya Mungu aliye hai. Nami nikuambia asubuhi ya leo, Mungu akupe nguvu na neema ya kumaliza kile ulichokianzisha, ili upate kufurahia matunda ya kazi ya mikono yako. Chochote ulichopanga kufanya, ulinzi wa Mungu uwe nawe katika kila unalolifanya, kwa maana Mungu ameahidi ya kwamba mikono iliyoanzisha jambo, mikono hiyo ndio itakayemaliza. Katika kitabu kile cha Yohana mlango wa 19 mstari 28 anasema, baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko lipate kutimizwa, akasema, naona kiu. Kwamba Mungu atakupa neema ya kukamilisha. Yesu anasema alipojua yote yamekwisha kukamilishwa, kwamba kila ulichokusudia kwenye maisha yako, kama ni elimu, kama ni miradi, Mungu akakujalie neema ya vitu vyako kukamilika. Kuna watu wanaanisha vitu lakini vitu vyao havikamiliki. Kuna watu wana mipango mizuri lakini mipango yao haitimii. Kuna watu wana ndoto nzuri lakini ndoto zao hazifiki. Sio makusudi ya Mungu. Ni makusudi ya Mungu kila mtu aitumikie ndoto yake. Ni makusudi ya Mungu kila mmoja Mungu amuinue kwa kadri ya kusudi lake. Kuna watu ambao wamekuwa wakifanya vitu
lakini vitu vyao vimekuwa paralyzed, zimekuwa mapozo. Kuna watu wana mipango mizuri ya kupanga vitu, lakini vinafia katikati, havina maendeleo. Mungu anamwambia Joshua, usiogope, kwa sababu wewe ndio utakayewaridhisha watu hawa katika nchi ya Kanaani. Kwa nini Mungu anamwambia usiogope? Alijua hofu ni moja ya kitu kinachomfanya mtu asimalize jambo lake. Hofu ni moja ya jambo linalomfanya mtu asitumikie ndoto yake. Hofu. Kwa anamwambia usiogope, kwa sababu wewe ndio utakayewaridhisha. Nami nasema asubuhi ya leo, mpendwa, usiogope kwa sababu ya kile ulichokianzisha. Ayamkini umeanzisha kitu kikubwa ambacho kinagharimu mtaji kubwa, lakini asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu nataka nikuambie, Mungu aliyekupa ono la kuanzisha atakupa ya kumaliza. Anamwambia Joshua, wewe ndio utakayewaridhisha watu hawa. Uwe na moyo wa ushujaa, usifadhaike. Maana wakati mwingine unaweza ukaenda ukaona kama yendi, unaweza ukatembea ukaona kama vitu havitembei, unaweza ukafanya ukaona kama vitu havifanyiki, kama vile haufiki. Kwa neema ya Mungu utafika. Haijalishi utadondoka mara ngapi. Pamoja na Yesu kuangusha msalaba mara kadhaa, lakini bado alifika Golgotha. Alipojua yote yamekwisha kukamilishwa, akahisi kiu sasa. Hakuona kiu kabla ya mambo kukamilishwa. Aliona kuchoka baada ya kila kitu kukamilishwa. Nami nikwambia asubuhi ya leo, usichoke. Maana maandiko yanasema tutavuna tusipochoka. Unapochoka mpendwa, huwezi kuvuna ulichokipanda. Na hata kama utavuna wakati umechoka, hutakuwa na furaha nayo. Ndio maana maandiko yanasema katika Zaburi, mtu anapochukua mbegu zake kwenda kupanda, anakwenda na maumivu, anakwenda akilia, anakwenda akiwa anasikia vibaya, lakini kuna siku atarudi akiwa anafurahi. Atasahau maumivu yote aliyopitia. Nami nikwambia asubuhi ya leo, utasahau maumivu siku moja ya yale unayapitia leo, kama utavumilia, kama utamwamini Mungu ya kwamba Mungu, nipe nguvu ya kumaliza nilichoanzisha. Wacha niombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, kuna mtu ambaye ameanzisha jambo lake na ananisikia. Ayamkini ameanza kujenga nyumba au kununua kiwanja ama kuweka akiba kwa ajili ya jambo fulani. Mungu, mpe neema ya kutimiza kila alichokusudia. Nakataa roho ya mapozo kwenye maisha yao, roho ya kushika vitu na vishikiki katika jina la Yesu. Naomba roho ya kushika vitu na kushika kwenye maisha yake, roho ya kupanga vitu na ikapangika ikawepo kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Mawasiliano yangu ni 0655 96 11 70.